Kwa hiyo kama pana pahala pana ufanisi ni istijaba. Kama pana pahala pana kinyume cha ufanisi, yani hasara, tumeelewana, yote ni nini? Istijaba. Sasa sijui kwanza kama kuna mmoja wetu ambaye hatukubali hili jambo kwamba kila kinachopatikana ndani ya jamii ni nini? Ni istijaba. Kuna yeyote atakayekanusha hili? Na jamani, tena nakuelezea, hakuna mtu atayekuja kuleta mabadiliko zaidi ya wewe kuamua. Tuna hilo nakuelezea. Wenzetu walikuwa na kikao cha kina mama cha Tanzania nzima ili uelewe kwamba wamefanya wiki nzima Tabora. Sikukwambieni? Wiki nzima Tabora wanaleta ripoti, wamefanya nini. Ripoti wanatoa kwa siku 3, kuanzia saa 2 mpaka adhuhuri. Watu wanasita. Wanarudi kambini. Baada ya kula wanafanya kailulu, tena wanaanza baada ya alasiri mpaka saa 4. Ripoti za Tanzania nzima. Mikoa mingapi? 25. Zaidi 27. 25 zamani. 27. Kuna mikoa miwili kama sio mitatu. Na nataka ni mitatu. Imezalishwa, imegawana. Sababu kila idadi ya watu ikizidi, tumeelewana, kuna njia za uendeshaji wa nchi. Idadi ikizidi ya watu inabidi watafutie kiongozi mkoa unatengeneza. Ndio maana ukaona baadhi ya mikoa kwa ardhi ni mikubwa kuliko mikoa mingine, sababu utakiona ni kiardhi kidogo nacho kinaitwa nini? Mkoa. Ni ajili ya idadi ya watu waliokuwa. Umenipata? Na ukaona mkoa mwingine ukawa mkubwa, imekwaje wanagawa hivi? Tumeelewana? Ni ile idadi ya watu ndio ile sababu. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna natumai ni 28 hata leo. Sababu mkoa wa mwisho umegawanywa mkoa wa Mbeya. Na kabla ya Mbeya walikuwa wameshagawana tumai mara mbili. Kuna jambo jingine linasababisha wagawe mikoa, hata kama watu watakuwa sio wengi, lakini ikiwa ni mkoa wa matukio, tumeelewana, inabidi wagawe watu hata kama idadi ni ndogo ili wapate kuwatawala. Tumeelewana jamani? Ndio maana ukasikia Arusha inafanya nini? Arusha ile imegawanywa. Ndio ni mikoa 28. Arusha iligawanywa. Nipati ama usama. Lakini ikifika hapa itapata. Arusha imegawanywa na mkoa wa Singida umegawanywa na mkoa wa Mbeya umegawanywa. Kwa hiyo
wenzetu Zanzibar tu wameisamehe sababu harakati zao zimeanza majuzi, tumeelewana. Zanzibar wanafanya kama mkoa mmoja, lakini sio kwamba wanafanya kama mkoa mmoja kihivyo. Huyu msimamizi wa Zanzibar anatoka hapa baada ya kukushanya habari zote za Pemba na Tumbatu. Tumeelewana jamani? Na kule anaenda rasmi kwenda kuwasikiliza. Anachukua hizo habari, baada ya kuzichukua na za hapa anaziunganisha, ndio anaenda huko nyumbani. Kwa hiyo ni wiki moja, siku 3 wanaripoti wamefikia wapi walikokuwa. Na siku 3 wanapewa majukumu mapya, na siku moja ni kwa ajili ya taaruf. Kuna wangapi waliofariki, kuna viongozi ambao ni wepi, ambao ni wapya, sababu inawezekana kiongozi wa mkoa fulani kafanya kafa, kawa kiongozi mpya, tumeelewana. Kwa hiyo naomba wamjulie hali, na ndio siku ya kukushanya vyombo, nani kasahau nini, sababu mnatoka maeneo tofauti, kila mmoja tizame mzigo wake kama umetimia. Tupo pamoja jamani? Ametoka, ameenda kwenye kikao. Ni mtu wangu wa karibu, umeelewa? Ni mtu wangu wa karibu, yeye kila baada ya siku 3 lazima nipigie simu. Tumejuana chuoni, nilikuwa simjui kwa nilivyoishi naye chuoni. Kila baada ya siku 3 toka nipo hapa lazima nipigie simu. Kwa hiyo alikuwa akinipigia simu, ipo nimekuja huku. Lakini sio yeye ndio kiongozi. Kiongozi alipatwa na dharura, ikabidi yeye ndio aitupie wiki 1 week. Hawa wanafanya, wapo mbioni, lakini ukichukua manhaji walionayo ukiiweka kwenye mzani ni msiba mkubwa kidini. Lakini ndio wapo mbioni wanatenda yale yatawafikisha kwenye nini? Malengo yao. Sisi tumejitenga na wao kwa kuona kwamba wao sio sisi. Natumai ndio nilioko. Lakini tupo tu, ni maneno matu. Islaha hiyo yapatikana. Lazima mtu akubali kuliacha jambo kwa ajili ya jambo. Huyu ambaye nimekuelezeni ni mwenzangu sana, huyu ni mwana hana mume, ni mjane, ana watoto 10. Ni mjane, ana watoto 10. Lakini ameona kwamba ile ni fikra ya umma na ya wanawe ni fikra ifradi. Kwa hiyo anawagawa kwa makundi. Wewe utakuwa unamshughulikia fulani na fulani, na wewe utakuwa unamshughulikia fulani na fulani. Wewe anaacha majukumu hayo. Anaona wiki amerudi, kaingia jana, amempigia simu, nimefika salama. Nimeingia hapa ndo kwanza kumaliza kuzungumza. Amejikubalisha. Mimi naona uchungu tu haraka hizo anazifanya, lakini ndio zilizokuweko. Afanye nini? Nao wanataka
maendeleo. Na kweli jamaa tunaona wanafanya. Maskuli wamesimamisha, hospitali wamesimamisha. Una cha kuwaambia kuhusu hilo? Lakini tatizo kwenye manhaji yao. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo kati yenu kama hamkuamua, linage tu zitakuwa zinafanywa katika harakati zote zinazofanya. Kwa hiyo jamani, mjue kwamba swala la Islam ni zito sana. Hata uende mbio kwa ajili ya wako, lakini ujue kwamba wakifika mtaani, choto ulichowapa ndani kinapanguliwa wapi? Nje ya mlango. Hajafika maripiti, nje ya mlango kinapanguliwa, kinaparagana. Kwa hiyo yaliyomo ndani ya jamii jamani, yote ni istijaba. Ukizungumza ni istijaba, ina maana kuna muthir. Lakini ukisema ni muthir hawezi kaweko bila istijaba. Muthir hawezi kaweko bila istijaba. Kivipi? Mtu kagonga nini? Sunaandaa jambo, tumeelewana, ukufikia lengo. Si ulikuwa una muthir, ukaandaa jambo kufanya, ukufikia lengo, na maana hakuna nini? Istijaba. Kwa hiyo yawezekana muthiri akaweko, istijaba isifanye, isiweko. Lakini mimi nisikuambii kwamba haya ni istijaba. Ni nani ni muthiri? Ni istijaba. Yaani ndani ya jamii. Taka kutaka. Kwa hili swala mlifikirie vizuri. Amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليه من نعم الخمر أحب إليه من نعم الخمر أحب إليه من نعم الخمر. Mwenyezi Mungu akikutumia wewe na akaongoka huyu mmoja, jambo hili lamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yeye kukupatia kipando, chombo cha usafiri. Enzi hizo alikuwa ni farasi. Enzi hizo alikuwa ni farasi. Mtu aliye na farasi, watu wote ni salamu alaikum, wameserenda. Maana atakuwa amemiliki pesa sio za kawaida aliye na farasi. Halafu haitoshi, farasi mwekundu ndio kabisa, alikuwa hashikiki. Ndio akasema Rasul, anapokutumia Allah subhanahu wa ta'ala na ukapatikana uongofu wa nani? Mtu mmoja, ni bora kwake yeye kuliko yeye kukumilikisha farasi mwekundu. Leo hii nenda kwenye soko la magari, leo hii nenda kwenye soko la vipando, kile ambacho ni top kuliko vyote ndio farasi mwenyewe nzizo. Lakini nani anaeliona hili? Nani atayaelewa? Ndio maana aya ukaiona ikaja kule, bal tu'thiruna alhayata
dunia. Ndio maana aya ikaja huko. Sababu kila kitu kimebainishwa wazi kwa mwenye kutaka fadhila. Kimebainishwa wazi. Baada ya ubainifu kila kitu kimebainishwa, ndio aya ikaja, bal tu'thiruna alhayata dunya. Malizia. Hili ndio linalosumbua. Fikra imekuwa duniani. Na waweza ukawa na fikra ya duniani na hali ya kuwa humo ndani ya nini? Ya fikra ya dunia. Ili fikra yako kuitoa duniani ni wewe kuwa na hima ya umma. Hapo ndio utakuwa umefanya, umeitoa fikra yako duniani. Lakini ukiwa una hima yako wewe, nikisema yako wewe na walioko nyuma yako, bado upo duniani tu. Kwa nini bado upo duniani? Sababu juhudi utazozifanya ndani, wakifika nje zinapanguliwa. Utake ukutaka, umeshasomeshwa ilmu nafsi, natumai utanielewa kuliko ningezungumza kabla ya. Ndio utajikuta kwamba upo duniani. Kwa nini uweko duniani? Kumbuka yule jamaa aswali, anatumwa malakul mauti, ondoa roho, malakul mauti anateremka, kamkuta fanya nini? Aswali, akasema huyu pengine si. Anarudi, vipi mbona umerudi? Anamkuta na swali. Ndio huyo ndio anzie. Iweje yeye aswali kasahau nini? Kasahau nini? Kasahau jirani, kasahau jamii. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Mambo yapo mengi. Kubwa zaidi uelewe kwamba juhudi zozote hatazo kwenda mwanadamu kwa kukushanya hili na lile, tallahi katu hatokipata au hakukipata hicho alichonacho, kwa kuwa yeye ndio hodari wa nini? Wa juhudi. Wangapi wapo pale darajani tokea asubuhi mpaka usiku, jua linafanya linampiga, maskini. Juhudi anazifanya, yeye ndio mtukuzi, yeye ndio aenda mbio, lakini maskini hadi leo hakutajirika. Na wangapi wamekaa na utajiri hawautaki, bado unafanya, unajileta. Swala la riziki ya mtu tallahi lisikudanganye na lisikupumbaze. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakun. Unaendelea ukafika pahala, thumma yursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi 4 kalimatin. Tunaanza bikatbi tuishia nini kinachomdanganya mtu? Tukae makini, formula zetu sizo ndani. Umeshasomeshwa uendeshaji, ukitumia hivi vitu viwili, elimu ya uendeshaji uliosomeshwa na hii ilmu nafsi uliosomeshwa sasa hivi, wallahi wewe mwenyewe ukijidhani kwenye mzani
unajizani kwenye mzani, utakuta kwamba hakuna juhudi yoyote ulifanya. Wewe nenda ndio shughulikia dunia kwa kufikiria kwamba riziki ni kama umetajirika kwa mbio hizo, ni kile alichokukadiria nani? Allah. Na kama wewe wafanya dawa mpaka hata umiliki chochote, wapo watu kabla yako walikuwa kama wewe. Rasuli kaondoka mtu, nyumbani kwake kulikuwa shilingi 7 dinari. Mtu alafu anamwambia Aisha zipeleke. Fanya nini? Rasuli ana watu wangapi? Mirathi yao kwa afariki ndani kuna ngapi? 7 dinari. Halafu anasema zipelekeni kwa watu, zitolewe sadaka. Ana watu wangapi? Mirathi yao kwa wapi? Bal usiruna alhayata dunia. Nini kinachokushughulisha? Hivi hujui kwenda kwako mbio, utaishi na wanao, utaishi na wazee wako, utaishi na jamaa zako. Ukafikiri mpo fikra moja, kumbe hampo fikra moja. Huku kukuona ndio maana wakaonekana nini? Mpo fikra moja. Ukiwapa mgongo waenda marikiti, tumeelewana? Wanayatoa hayo walikuwa wafanya. Wanayafisha. Sikueleze baada ya wewe kuondoka dunia, kashangaa jumba likageuzwa kuwa nini? Dance. Ndio aya kule ikaja, wal yakhsha alladhina law taraku, malizie jamani vitu anakueleza Allah, na waogope watu vizazi watavyo viacha, vizazi vyenyewe vitoto vidogo. Mnajua tena mtoto mdogo hajui kujitetea, hata ami wanamnyang'anya nini? Haki yake ambayo ni nini? Ni mirathi. Allah analeta hii mifano kusomesha ujanja wa hawa ni upi? Rudi kule kwa Musa. Fawajada jidara yuridu an yanqadha. Mnakumbuka? Wa kana abawahu fa'aradda rabbuka yablugha ashuddahuma liyastakhrija kansahuma. Unaona? Kama tallahi fikra utaifanya kwa ikhlas, yawezekana ukaishi maskini, lakini Allah hatukukhini duniani, na wabaki wana stara itapatikana. Ukaishi ni maskini na ukafa hawana mirathi watoto, Allah akawastiri. Kinyume chake, waweza ukafa na mirathi wanayo ukaiacha, tumeelewana? Wakanyakuwa kina nani? Ami zao. Na watoto wakaenda wakafa ni nani? Maskini, na hali ya kuwa mzee kaacha nini? Ndio dunia hii. Tusidanganyike jamani. Fikra ya umma ni nyingine.
Lakini fikra ya umma ili isimame, usisubiri umpate wa jirani mwende pamoja. Hapana. Maana islah inaanza kwanza kwa mtu yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo kila unavyoenda mbio kwa ajili ya fikra ya islah, isikujie kwamba unafanya islah ya nini? Ya jamii. Bali utambue kwamba wafanya fikra ya islah ya nafsi yako mwenyewe, ili kesho uende upate nini? Salama kwa Mola wako. Na jambo lipi litalosababisha uielekee jamii ili faida ikurudi mwenyewe? Maana duniani ni mawili. Hukufanya, unafanyiwa. Ndio maana unaifuatia jamii, ili itapoanza kukufanyia jamii, tumeelewana, ikufanyie yale uliyotarajia ufanyie. Mlifikirie swala hili vizuri. Mlifikirie vizuri. Wenzetu wapo mbali sana. Wapo mbali sana. Khair. Tulikoma wapi jana? Tunapiga kidogo hapa alafu tufanye hiyo kazi. Kazi yetu ya pili itakuwa tuchague istijaba iliyomo ndani ya jamii. Tumeelewana jamani? Si tumesema mambo yote ni istijaba. Tuchague istijaba iliyomo ndani ya jamii. Kuanzia tunaenda tunasoma hivi huku, nafikiria istijaba gani utaichagua wewe. Tumeelewana? Hiyo ndio utaifanyia kazi. Tutafanya step down operation. Kawaida tulikuwa tunafanya step up operation. Tunaanzia chanzo kuelekea kwenye nini? Kwenye nini? Tija. Kuelekea kwenye istijaba. Tumeelewana jamani? Sasa tutafanya step down. Istijaba tunaenda kwenye nini? Kwenye msingi. Hiyo ndio kazi ya dai. Si kila matukio yote ni nani? Ni istijaba. Wewe ni dai, unakutana na istijaba njiani. Tumeelewana? Lazima utizame nini muthir na utafute solution. Umeshasomeshwa manahij al-bahth. Watu tumeghafilika. Na kila mmoja ajinadi yeye ni dai. Udai wako upo wapi? Kama utatembea kibubuza, huelewi kwamba matukio yote ni nini? Ni istijaba. Tumefikiria dawa ni kupanda kwenye mimbari na sauti ndefu, na kesho tukapanda. Mafumu ya dawa ya aina hiyo mimi makhluku binafsi siipendi. Ndio maana ni radhi nisipande mimbari yoyote, nifanye dawa kwa mafuhumu wasi ya dawa. Jana tulikuwa kwenye pointi gani kabla hatujaanza? Hii pointi primary. Takyif. Andika